Aliyekuwa waziri wa elimu Ezekiel Machogu ameibuka na kutoa kishindo kikubwa kumuhusu Rais William Ruto na utawala wake, huku akimpigia upatu Fred Matiang'i ambaye alikuwa waziri wa masuala ya ndani katika serikali ya Uhuru Kenyatta. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Air Kenya Scope, na kama wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Aliyekuwa waziri wa elimu Ezekiel Machogu amefufuka na kutoa joto la kisiasa katika eneo la Kisii baada ya kutoa kauli nzito ambayo huenda ikaathiri pakubwa mikakati ya kisiasa ya Rais William Ruto kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Machogu ambaye kwa muda mrefu amekuwa akiwa kimya tangu kuondolewa kwake katika baraza la mawaziri Julai mwaka 2024, alijitokeza hadharani katika hafla ya mazishi ambapo alidokeza uwezekano wa muungano mpya kati ya jamii ya Wakikuyu na Omo Gusii, hatua inayoweza kubadilisha mwelekeo wa nguvu za kisiasa haswa katika eneo hilo. Katika hotuba yake, Machogu alieleza kuwa uhusiano wa karibu na wa dhati unaanza kuibuka kati ya jamii hizo mbili, na anasisitiza umuhimu wa umoja, mshikamano na ushirikiano wa kisiasa kupitia usajili wa wapiga kura. Ingawa hakutaja kwa kina maelezo ama malengo ya kisiasa ya muungano huo, wachanganuzi wanasema huenda kauli yake ni jaribio la kuanzisha safu mpya ya kisiasa ambayo inaweza kupingana na muundo uliopo wa kisiasa wa serikali ya sasa. Tangu kuondolewa kwake kutoka wadhifa wa waziri kufuatia mvutano wa kisera wakati wa maandamano yaliyoongozwa na kizazi cha Gen Z, Machogu hajakuwa na shughuli za kisiasa hadharani. Kauli yake ya sasa inaonekana kuwa ya kwanza rasmi kushiriki katika mjadala wa kisiasa wa kitaifa, na inaweza kutafsiriwa kama tangazo la kurejea kwake kisiasa. Kwa mujibu wa wachanganuzi wa siasa, matamshi ya Machogu yanaweza kuwa sehemu ya mpango mpana wa kushirikiana na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, ambaye kwa sasa anaripotiwa kuwa katika mazungumzo ya kisiasa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Ushirikiano huo, endapo utathibitishwa, unaweza kutoa changamoto kubwa kwa ushawishi wa Rais Ruto katika ukanda wa Gusii, hasa ikizingatiwa kuwa Matiang'i bado ana mizizi imara ya kisiasa pale mashinani. Tayari kuna dalili za mvutano ndani ya chama cha UDA, huku viongozi kama kiranja mkuu wa wengi bungeni kwa jina Silvana Sosoro, mweka hazina wa chama cha UDA Japhet Nyakundi, wakionyesha kutoridhika na mwelekeo unaochukuliwa na baadhi ya viongozi wa eneo hilo. Kauli za Machogu zimeongeza mvutano huo, zikionekana kama changamoto ya wazi kwa uongozi wa sasa wa chama hicho na juhudi zake za kudhibiti siasa za Gusii. Kadri mwaka unavyozidi kusogea na uchaguzi unavyokaribia, hali ya kisiasa katika eneo hilo linaonekana kubadilika kwa kasi, na inaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini, huku viongozi wakuu wa kisiasa wakipanga mikakati ya kushawishi makundi muhimu ya wapiga kura, huku Machogu ambaye awali alionekana kupoteza ushawishi baada ya kuondolewa serikalini, sasa ameibuka upya kama mchezaji muhimu katika meza ya mazungumzo ya kisiasa.